Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho. Mamlaka ya hali ya hewa Tanzania TMA inapenda kutoa taarifa ya hali ya joto katika maeneo mbalimbali nchini. Kumekuwa na ongezeko la joto katika baadhi ya maeneo hapa nchini, hususan yale yanayopata misimu miwili mvua kwa mwaka kwa miezi ya hivi karibuni. Hali hii inasababishwa na kusogea kwa jua la utosi sambamba na kupungua kwa mvua kunajitokeza katika maeneo hayo. Kwa kawaida vipindi vya jua la utosi nchini hufikia kilele mwishoni mwa mwezi Novemba, wakati wa jua la utosi likiwa linaelekea kusini tropic ya Capricorn. Na hali hiyo hujirudia tena mwezi Februari katika jua la utosi ikiwa linaelekea kaskazini tropic ya Cancer. Jua la utosi huambatana na hali ya ongezeko la joto kwa sababu ya uso wa dunia katika eneo tajwa huwa karibu zaidi ya jua kuliko maeneo mengine. Katika kipindi cha miezi Novemba 2025 ya ongezeko la joto linaendelea kujitokeza katika baadhi ya maeneo nchini, ambapo hadi kufikia tarehe 27 Novemba 2025 kituo cha hali ya hewa cha Moshi Kilimanjaro kiliripoti kiwango cha juu zaidi cha nyuzi za joto za centigrade 35.7 mnamo tarehe 21 Novemba 2025, ikiwa ongezeko la nyuzi ya joto 4.2 nyuzi za centigrade ikilinganishwa na wastani wa muda mrefu kwa mwezi Novemba katika kituo hicho. Kituo cha hali ya hewa cha Ilonga, Morogoro kiliripoti nyuzi za joto 35.5 nyuzi za centigrade mnamo tarehe 20 Novemba, ongezeko la nyuzi 2.7 nyuzi za centigrade. Kituo cha hali ya hewa Morogoro kiliripoti nyuzi joto 38.5 nyuzi za centigrade mnamo tarehe 26 Novemba, ongezeko la nyuzi za joto 2.2 nyuzi za centigrade. Kituo cha Ibadakuli Shinyanga kiliripoti nyuzi joto 35.6 nyuzi za centigrade 33.6 nyuzi za centigrade mnamo tarehe 14 Novemba, ongezeko la nyuzi za joto 2.2 nyuzi za centigrade. Na Dar es Salaam nyuzi joto 33.2 nyuzi za centigrade mnamo tarehe 19 na 21 Novemba, ongezeko la nyuzi joto 1.6 nyuzi za centigrade. Aidha, ongezeko la relative humidity katika kipindi hiki inasababishwa na mvuke wa bahari, hususan katika maeneo ya ukanda wa pwani na maeneo jirani, limechangia pia mwili kuhisi joto zaidi ya viwango vinavyoripotiwa. Hata hivyo, katika kipindi cha mwezi Disemba 2025 vipindi vya mvua vinatarajia kujitokeza katika maeneo mengi nchini. Hali hii inatarajia kusababisha kupungua kwa joto katika baadhi ya maeneo, hususan yanayopata misimu miwili ya mvua kwa mwaka. Kwa taarifa hii, wananchi wanashauriwa kuendelea kuzingatia taarifa na tahadhari za hali mbaya ya hewa zinazotolewa na Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania, sambamba na kufuata ushauri wa wataalamu katika sekta husika ili kupunguza athari zinazotokana na hali mbaya ya hewa. Kutoka Kasako Media, Adela Thomas. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.